na Khalid Aucho unajua ni mchezaji ambaye ana experience ya soka la Afrika kidogo, na amepita Yanga hapo akiwa pati ya mafanikio ya Yanga bora, na unaona Singida pia msimu ingizo lake kwenye timu kidogo limeleta uhai. Unaona timu inacheza kwa hamasa, timu inacheza mpira mzuri, na uwepo wake uwanjani Singida hajapoteza mechi mpaka sasa akiwepo Khalid Aucho uwanjani. Kwa hiyo ni kitu ambacho mwalimu Miguel Gamondi ana kazi ya kufanyia kwenye plani yake kuelekea mechi ya kesho, ambapo option anazo. Damaro anaweza kucheza hapo vizuri, Atagego anaweza pia kucheza vizuri, lakini wote hao mpira wanaocheza haupati ile radha ambayo anaweza kukupa mtu kama Khalid Aucho. Na ndio maana unaweza kaona kwa kufuatilia press conference za walimu, unaona mwalimu Miguel Gamondi kama hajafurahishwa na tukio, kwa sababu Khalid Aucho sababu yake kukosekana sio majeraha, amekosekana kwa sababu za logistics, kwamba sababu za kiusafiri ya taratibu, kwamba muda wake wa kutoka kule Morocco ambapo walikuwa wanacheza na timu ya taifa ya Morocco, akiwa yeye ni mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda, mazingira yalikuwa magumu ya kutoka kule, alibidi atoke Morocco apitie njia kwenda Algeria kwa sababu ni karibu tu, Arab nations ziko karibu hizo mataifa mawili, lakini mambo yakawa ni magumu, mazingira ya kupata njia ya kupita ikawa changamoto. Kwa hiyo ikabidi arudi tena Tanzania. Kurudi Tanzania almost tulikuwa tunaongea safari ya Morocco ni almost masaa 10 mpaka masaa 9. Maana utoke kule urudi, utoke tena Tanzania urudi tena kwenda Algeria. Kwa imekuwa ni changamoto na ni ngumu kuwepo wakati wa mechi. Kwa nadhani kukosekana kwa Aucho ni big miss kwa mazingira ya mechi yaliyoko, lakini hata aina pia ya Singida ya Gamondi msimu ile ucheza eneo la katikati linacheza kwa kumzunguka yeye. Ndio maana unaona mwalimu kwa yule Gego ili enjoy pale lazima Aucho. Unajua Gego ni pure defensive defender. Nitatumia jina na Aucho. Nitatumia jina la mtaani ile. Wavunja kuni. Yaani ni mchezaji fulani anafika sana miguuni. Unaweza kuwapanga wote kwa pamoja na Gego na Aucho. Ndio, unaweza kuwapanga wote wawili. Kwa hiyo Aucho anaweza kana enjoy kwa majukumu ya ukabaji atakuwa nayo. Unajua Aucho kwa umri unavyozidi kwenda amekuwa ni mchezaji sio wa kashi sana. Yeye ni mtu ambaye ana hold vizuri eneo lake, atapiga pasi, ni moja ya strengths yake kubwa, na pale inapohitajika kuzuia atazuia, lakini unapokuwa mechi kukimbizana sana Khalid Aucho sio mzuri sana kwenye hilo eneo, lakini utulivu wake huo umekuwa unaipa hata timu utulivu wa kutoka na mpira kuanzia nyuma na kutengeneza nafasi mbalimbali. Kwa unavyokuwa na mtu kama Gego, itabidi sasa timu hiyo inafanya yale mashambulizi ya rasharasha. Kwa hiyo nadhani mwalimu anaweza kumtumia Damaro hapo pamoja na Gego wakacheza vizuri, na kama wangekuwa na mlinzi mwingine ambaye ana form nzuri, ningetamani kumrudisha Morris Chuku eneo lakini sasa hivi unaona mwalimu ambao anamtumia kama mlinzi wakati ndio imeshakuwa kama position yake moja kwa moja. Kwa hiyo nadhani imekuwa ni eneo ambalo tayari ameshaanza kulizoea taratibu. Kwa hiyo nadhani ni mchezo mgumu sana kwa Singida, hata wangekuwa na Aucho away kwa CR Belouizdad haijakuwa mchezo rahisi hata kwa timu yoyote kubwa Afrika. Na unapomkosa Aucho maana unaongeza tena mazingira ya mechi kuwa ngumu zaidi, kwa sababu unakosa key part ya squad yako. Kwa nadhani kazi iko kwa kina Chama na mwalimu pamoja na benchi la ufundi, tuone kesho watatupa nini. Wakati tunaelekea kwenye issue nzima ya tuzo za msimu wa mashindano 2024-2025 ligi kuu soka Tanzania bara, michezo miwili ambayo inaendelea kwa sasa. Ni mchezo mmoja na Mungu hapo nyumbani, dakika ya 52 ya mchezo 0-0 dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Lakini mechi ambayo imetamatika ni KMC Complex, ambapo mwenyeji KMC wamepoteza goli 1-0 dhidi ya kikosi cha JKT Tanzania. Goli hili lilikuwa la kujifunga kwa Ibrahim Nindi of course. Ibrahim Nindi bwana ndo kajifunga dakika 61 ya amejiweka. Sasa nje ya kujiweka, hii ni mechi ya 6 mfululizo KMC anapoteza ligi kuu soka Tanzania bara. Anagawa utamu. Sasa sijui azungumze na Dodoma, maana mechi yake ya kwanza tarehe 17 mwezi Septemba ya ufunguzi wake wa ligi alicheza dhidi ya Dodoma Jiji. Hii ndio mechi alikuwa anakuambia kifamilia hii. Wazungumza nini? Labda kuna kitu alikiokota uwanjani akaondoka nacho. Akirudishe. Hicho cha kiimani hicho. Akirudishe. Dodoma mmetufunga nyingi KMC.
ngoja tutoe kidogo haka. Kwa hiyo inafanana na kuchota ule mchanga kwenye unyayo. Unatokana. Mtakinwa mguu tunachota. Ngoja nichukue kanyasi haka. Alafu namwachia Mungu. Namwachia Mungu. Kwa mpaka sasa ile namwachia Mungu inawatesa KMC. Mechi 6 mfululizo. Na kwenye hizo mechi 6 amefunga goli moja tu. Hilo goli lenyewe amemvizia Diarra ile juzi. Kwa goli moja amemfunga Yanga. Hali tete ndugu yangu. Kapasuka tangu ameshinda tarehe 17 Septemba dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Yeah. Maana yake tunazungumzia kuna Oktoba, kuna Novemba, ndio hii Novemba, Disemba. Kwa hiyo Oktoba anafikisha miezi miwili huyo. Wao Oktoba bwana hawajashinda, yani mechi of course mwezi mzima hakushinda mechi yoyote. Mdombe City hapasua. Katikati hapa kapigwa na Singida 1-0. Prisons kampiga naye 1-0. City kampiga 3-0. Fountain 1-0. Yanga 4-1. Leo tunamzungumzia JKT Tanzania naye ameshinda 1-0 kwa KMC. Hatimaye JKT anashinda mechi ya pili baada ya sare vipigo akashinda. Na kwa mpinzani kama KMC usiposhinda lazima tukujaji bwana. Mechi ijayo KMC atakuwa nyumbani dhidi ya Mtibwa Sugar Novemba 25. Na Novemba 29 yeye atacheza dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji ugenini CCM Kirumba Mwanza. Wajinusuru mapema. Hivyo akimfukuza kocha utakamwone. Wajinusuru mapema. Kocha tunatakiwa afukuze. Sasa tutafuta timu nzima katikati ya msimu. Na matokeo yalizidi. Sababu hiyo ratiba yao, hiyo mechi ya Mtibwa. Dirisha la usajili wafungulia tarehe 1. Sasa nataka nikupe takwimu mpaka kufika tarehe 1 wakati tunafanya tathmini. Hebu twende na huu wastani. KMC anapoteza mechi zote zinazofuata kabla dirisha usajili kufunguliwa. Ambazo zitakuwa na mechi ngapi hapo? Mechi 3. Novemba 25 na Mtibwa nyumbani, ugenini Novemba 29 dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji, nyumbani dhidi ya Azam Disemba 4. Hizo zote mna mechi anashinda. Anapasuka. Kwa hiyo tuchukue hizi 3 ambazo atapasuka. Maana ni wakati ujao. Atafanyaje? Aidha anapasuka zote hizo. Sasa labda aombe sare kwa Mtibwa ila kwa Pamba wale Pamba kiboko. Hiyo on paper. Kwa Azam kwenye makaratasi, si ndivyo? Tunaenda na wastani wa matokeo yake. Tunaenda kwenye makaratasi. Kwenye makaratasi hizi anapigwa KMC 3. Kwa hiyo tuchukue na hizi 6 atakuwa amepoteza mechi 9 mfululizo. Kwenye hizo 9 plus hiyo moja ambayo ilishinda kwenye mechi 10. Kashinda 1, kapasuka 9. Kwa kumbukizi zangu. Haya ni matokeo kushuka daraja. Kwa kumbukizi zangu tangu mwaka 2015. Hii itakuwa ndio historia ya kwanza timu kwenda mechi 9 mfululizo wanapoteza. Nakwambia ni matokeo kushuka daraja. Wenzao walikuwa kidraw wanapoteza. Wanadraw wanapoteza. Ken Gold. Dalili za Ken Gold kushuka daraja bwana zilikuwa hivi. Ndio kuuliza swali hapa. Wanapona hawa wajomba? Maana swala la coach amesema kwamba kama wanatimua sawa. Ken Gold kashuka akiwa ameshinda mechi 3, kadraw 7, akapoteza 20 kwenye mechi 30. Huyu mjomba mpaka saizi ashapoteza mechi 6. Mechi 6. Wakati msimu unaisha huyu alipoteza 20. Okay. Bado anaweza akanusuru hilo janga. Hapo ukiangaliwa na alama 3. Si ndio? Ambao wameshinda mchezo mmoja. Mtoe Yanga, mtoe Simba. Angalia wale ambao wanafanana nao michezo. Afu angalia gap la alama. Yeye amecheza mechi ya 7, Dodoma mechi 7, JKT mechi 7. Wana 6 wenzao. Umeona gap la alama dogo. Maana wa chini yake ambaye TRA ana mechi 3 ambaye ana alama 3. Huyo ndio mzoa sare zote TRA. Zote. Kwa gap la alama ndio timu pekee ambayo hajashinda ligi kuu. Hajashinda. Ni mwendo wa vijora tu, sasa za vijora. Sasa ile gap la alama lina kushawishi kwamba mambo ya kichenyi ndani ya michezo 3 inaweza asiwe hapo alipo. Kwa mfano akimpasua mtu mechi inayokuja alama 6 hatakuwa huko. Kama ngania Pamba alama 7 hizo hayupo tena huko. Sasa gap la game na wenzio wao linazidi kuongezeka. Yaani achana Simba, Yanga, Azam, Singida. Ambao wa mchezo michache na ambao inawezekana kushinda ni guarantee kwa mchezo mingi. Njoo kwa wao wenzake. KMC anashuka daraja. Kwa mwenendo. Dalili zinaonyesha hivyo. Ile siwezi kupinga. Tusubiri dirisha dogo. Maana dirisha dogo tetesi ni nyingi za wahusika wanaoingia hapa. Tusubiri tuone kwa sababu hiyo ratiba mimi nikiangalia hapo. Kwa hiyo michezo 3 ambayo imesalia. Sijui labda Pamba na Mtibwa. Lakini kwa Azam
wa Pamba. Yule Pamba ndo kabisa avurugwa. Unachukua Faridi Musa, Shuaboi, akina Shehani, akina Duchu, nani? Timu ibaki. Hao watakusaidia endapo gap likiwa dogo. Sikama tukifanya nani? Ken Goldie. Kina Stephen Dua, sio Kevin Ndani, wote kajaza. Lakini gap lilikuwa ni kubwa. Shimo amekuwa jifungia refu. Kwa hata kama akijaribu kupanda bado kichwa kionekane kwa juu. Bado tu yupo chini. Kwa ili ikusaidie kujinusuru gap liwe dogo. Yaani akifanikiwa kumaintain mchezo mitatu, akapata hata alama 4. Kwa sababu itakuwa mchezo 10. Mzunguko wa kwanza michezo 15. Maana yake mchezo mitano hizo ni alama 15. Ukiingiza kundi la wachezaji kama hao, inawezekana ikawasaidia. Kwa sababu wanakuwa hajaweka gap kubwa. Lakini tuwashumu wamepoteza yote. Alafu hao wengine pia wakaendelea kushinda. Gap la alama likiwa kubwa, hata ukiingiza wachezaji wengi utakuja kupambana wakati ambao umejichimbia shimo refu kiasi kwamba hata kila kifurukuta kichwa kionekani pale juu.